Kwanza, kabla ya kuanza simulizi hii ya mwisho, subscribe, like, share na kucomment ili kuunga mkono hadithi kama hizi na nyingine za kutisha. Asante sana kwa kusikiliza hadi hapa. Baada ya kurudi kutoka kaburini la mfalme wa mvua, familia ya Juma ilifikiri kuwa amani imerudi. Lakini usiku huo huo, hewa ilianza kuwa nzito tena. Juma aliamka katikati ya usiku na kuona kivuli kidogo kikiwa kimesimama nje ya dirisha. Si cha mfalme wa mvua, bali kitu kipya, chenye sura nyembamba na macho meupe yanayong'aa kama nyota zilizokufa. Kivuli hicho kiligeuka na kuangalia upande wa kijiji cha kijani, kilichokuwa kilomita chache tu mbali. Sauti ndogo ilisikika kama upepo. Deni limeenea, vizazi vingine vinangoja. Juma alimwamsha mama yake na Zainabu. Hii haijaisha, kuna kitu kingine kinachotutazama. Lazima tuende kijani sasa hivi. Bi Aisha aliangalia nje na kuona kivuli kikipotea polepole kuelekea mashariki. Mungu wetu, mfalme wa mvua alisema kweli. Uchawi wake ulienea hadi vijiji vingine. Kila familia iliyohusika na dhabihu au siri za giza inafuatiwa sasa. Walichukua vitu vyao vya kale, fimbo ya mzee Salim, majivu kidogo yaliyobaki na wimbo wa roho na kuondoka usiku huo huo. Msitu kati ya mlimani na kijani ulikuwa mnene na wenye giza kali. Mwezi ulikuwa mkubwa, lakini mawingu yalificha nuru yake mara kwa mara. Walipokuwa wakitembea, walianza kuona maono. Watoto wadogo wakiwa wamefungwa kwa minyororo ya giza, wazee wakiomba msamaha na damu ikitiririka chini ya miti. Zainabu alilia, "Hii ni mateso ya vizazi vyote, hatuwezi kuacha." Ghafla, kivuli kikuu kilionekana mbele yao. Sasa ni kubwa zaidi kuliko hapo awali, kikiwa na sura nyingi zilizoungana. Uso wa mfalme wa mvua, uso wa baba yao mzee Hassan, na sura za watu wasiojulikana kutoka vijiji vingine. Macho yake yote yalikuwa mekundu na meupe kwa pamoja, na sauti ililia kama radi. Mwisho umefika, malipo ya mwisho. Damu ya vizazi vyote itamaliza au itaendelea milele. Juma alisimama mbele, fimbo mkononi. Hatutakupa damu yoyote tena. Tunakuja kumaliza hii siku hii. Vita vya mwisho kwenye mto wa giza. Walifika karibu na mto mdogo unaotenganisha vijiji viwili. Mahali hapo palikuwa na jiwe kubwa la kale lililochorwa alama za uchawi sawa na zile za pango. Hapo ndipo mfalme wa mvua alipofanya muungano wake wa kwanza na roho ya mlima, na hapo ndipo deni lilipoanza. Kivuli kilianza kuwazunguka, mikono ya giza ikitoka ardhini na kujaribu kuwavuta chini. Zainabu alianza kuimba wimbo wa kale kwa sauti kubwa, sauti yake ikiwa kama ngao. Bi Aisha alichukua majivu na kuyatawanya hewani, akisema, "Samahani kwa madhambi yetu, roho zenu zipate amani." Juma alipanda juu ya jiwe na kuanza kuomba maneno ya mwisho aliyofundishwa na mzee Salim. Kwa jina la Mungu Mwenyezi, kwa roho za waliokufa bila haki, kwa damu iliyomwagika bila sababu, maliza deni hili sasa, rudini mahali penu pa amani. Kivuli kililia kwa uchungu mkubwa. Sura zake zilianza kutengana moja moja, kwanza uso wa watoto, kisha wazee, kisha mzee Hassan akionekana kwa mara ya mwisho na kutabasamu kidogo kama anasema, "Asante mwanangu." Hatimaye
Uso wa mfalme wa mvua ulibaki peke yake, macho yake yakipoteza nguvu. Samahani, nilitaka utajiri, lakini niliharibu kila kitu. Sauti yake ilidhoofika. Kivuli kilianza kuyeyuka kama moshi na hewa ikawa safi tena. Mto uliangaza kidogo na maji yake yakaanza kutiririka kwa utulivu. Ardhi ilitulia na sauti za maono zikapotea. Amani ya kweli. Walirudi mlimani asubuhi na mapema. Kijiji kilikuwa kimya, lakini watu walianza kuamka na kushangaa. Usingizi wa kwanza bila ndoto za kutisha kwa miaka. Mzee Salim aliwakaribisha na machozi. Mmeimaliza. Mzimu umerudi mahali pake. Vizazi vinaweza kuishi bila hofu sasa. Juma, Zainabu na Bi Aisha walikaa chini ya mti mkubwa wa kijiji, wakitazama jua likichomoza. Hakuna kivuli kingine kilichoonekana tena. Siri za giza zilikuwa zimeisha, au angalau zimefichwa kwa muda mrefu. Lakini usiku mmoja, miaka mingi baadaye, watoto wa Zainabu wangesikia hadithi hiyo na kuuliza, je, kivuli kinarudi tena? Na wazee wangesema, ikiwa tutasahau madhambi ya zamani, ndipo kinaweza kurudi. Lakini sasa tuna amani. Mwisho wa simulizi ya Kivuli cha Mzimu. Asante sana kwa kusikiliza hadithi hii yote. Ikiwa ilikutisha, ilikufurahisha au ilikufanya ufikirie, subscribe, like, share na comment hapa chini. Niambie unapenda hadithi gani nyingine ya kutisha au simulizi nyingine kama hii. Asanteni wote kwa kuwa pamoja nami hadi mwisho. Amore, Iho.